Hujambo na karibu katika Yaliyojiri NTC, kipindi ambacho kinakuletea habari na uchambuzi wa matukio mbalimbali. Mimi ni Joseph Emmanuel na hii ni Hope Media NTC. Miongoni mwa matukio yatakayoangaziwa katika makala hii ya Yaliyojiri NTC juma hili ni pamoja na umoja wa wanafunzi waliosoma shule ya sekondari Suji wametekeleza mradi wa kuweka taa za sola na taa za umeme kwenye eneo la shule, na Waadventista Sabato wamehimizwa kujenga makanisa. Hayo na mengine mengi, fuatana nami katika makala maalum ya Yaliyojiri NTC juma hili. Na sasa nikupitishe katika taarifa nilizokuandalia juma hili. Umoja wa wanafunzi waliosoma katika shule ya sekondari Suji wametekeleza mradi wa kuweka taa za sola na taa za umeme, ikiwa ni sehemu ya kushukuru na kutambua mchango wa shule hiyo baada ya kupatiwa elimu pamoja na malezi bora. Umoja huo umetoa fedha na kufanikisha ufunguaji wa taa hizo kwenye barabara za shule, bwalo la shule, madarasani na kwenye mabweni. Mwenyekiti wa umoja wa wanafunzi waliosoma shuleni hapo, Esther Steven, amesema taa hizo ni kwa ajili ya wanafunzi waweze kusoma vizuri nyakati za usiku pamoja na kuimarisha usalama kwenye eneo hilo la shule. Kuna mwenzetu mmoja anaitwa Hesperance alikuja huku shuleni, kulikuwa kuna wiki ya maombi. Akaona kwamba kuna upungufu wa taa shuleni kwetu, kuna giza. Kwa hiyo akapelekea kutuita tukusanyike. Kwa tumekusanyika tu grupu la kawaida la kusalimiana kama wana Suji Secondary School. Lakini alipokuja hii juzi, ilikuwa wiki mbili zilizopita, akaja na hoja ya kwamba shule yetu ina giza, tunatakiwa tufanye jambo lolote kwa ajili ya watoto. Na kweli tuliguswa sana. Tukiangalia kwa umoja wetu, tukaongea, tukafikiana kwamba ni kweli tulifanye hili jambo kwa uharaka zaidi. Awamu ya kwanza tuliona kwamba shule yetu ina uhitaji wa taa. Basi tulishirikiana na wanafunzi baadhi ambao walikuwa wamesoma katika eneo la Suji, tukaunda grupu na tukachangishana, na baada ya kuchangishana tulinunua taa za kutosha kwa ajili ya kuweka eneo letu la shule liweze kupendeza na kuvutia. Hata hivyo, umoja huo una mpango wa kuleta vifaa vya kisasa vya kufundishia, ikiwemo projekta za kufundishia na kuachana na matumizi ya kuandika ubaoni kwa kutumia chaki, pamoja na kuleta ngamizi pakatwa kwa ajili ya walimu kufundishia. Na fezi nyingine itakuja ya kununua projectors na laptops za walimu kwa ajili ya kubadilisha mfumo wa chalk ambazo baadhi ya shule wameshabadilika, wako kwenye mtazamo mwingine wa elimu. Na sisi tumejipanga kama Suji Alumni kwa ajili ya kwamba tufanye chochote tulioguswa kwenye shule yetu hapa Suji Sekondari. Dr. Esperance Kilonzo ni miongoni mwa waliosoma shuleni hapo na ndiye aliyeleta wazo la kuweka taa hizo. Ametoa wito kwa wanafunzi kutekeleza wajibu wao wa kusoma kwa bidii, kwa kuwa mazingira ya shule hiyo yanakidhi mahitaji yao ya kujisomea. Njia pekee ya wao kutoboa katika maeneo ya shule ni kukumbatia vyote, ni kula sana kitabu, yaani wakumshika sana, ili mengine yafuatie baadaye. Kwa niliona na wajibu wa kuambia hivyo, lakini nilikuwa na wajibu wa kukumbusha kwamba hawa ambao tunasaidiana sasa ni viongozi wakubwa, wako wametawanyika dunia nzima, na hawa wanavyojiona walivyoketi sasa, nao watakwenda wakifanikiwa, watatawanyika dunia nzima. Kwa upande wake, mwalimu mkuu wa shule ya sekondari Suji, Mwalimu Okelo, amewashukuru umoja huo kwa kugusa mahitaji ya shule hiyo na kutambua mchango wa shule katika maisha yao ya kielimu na kimalezi. Kwa niaba ya shule ya sekondari Suji, kwa niaba ya wanafunzi, kwa niaba ya kanisa langu hili na jimbo kwa ujumla, tunawashukuru wanafunzi wote waliopita Suji Sekondari na kwa moyo wao wa kujali na kupanga mipango mingi mizuri ya uendelevu wa shule hii. Naiona Suji mpya katika sura nyingine sana. Karibuni sana, mlete watoto wenu ili waweze kufurahia haya mazuri yanayokuja. Mungu awabariki sana. Karibuni Suji Sekondari. Aidha, shule hiyo inaadhimisha miaka 40 tangu ilipoanza kutoa masomo ya sekondari mnamo mwaka 1985.
Baada ya kuangazia taarifa hiyo kutoka katika wilaya ya Same, na sasa tuelekee wilayani Mwanga. Mwenyekiti wa Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania Mchungaji Musa Nzumbi ametoa wito kwa Waadventista Sabato kujenga makanisa. Mchungaji Nzumbi amesema hayo baada ya kuweka jiwe la msingi katika jengo la kanisa la Waadventista Sabato Kisangara pamoja na kanisa la Kwakoa ambalo ni kundi la mtaa wa Lembeni wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro. Himiza washiriki wajenge makanisa, majengo ya ibada, ili Mungu anapoabudiwa aabudiwe katika heshima yote. Maana ya huduma hiyo pia katika shughuli nzima ya utume ni kwamba tunawahimiza majengo yanahubiri. Majengo yanapokuwa mazuri, watu wanapoona wanatiwa moyo, wanafuata, wana mahali pa kuongea na Mungu. Kwa hiyo Mungu anakuwa hapo na watu wanamfuata kwa njia ya ibada. Ni wito wangu kwa makanisa mengine yote katika conference yetu ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania ambayo hayajakamilika katika kujengwa, basi tunaendelea kuwahimiza watu wachukue viwanja, wafungue maeneo, lakini wajenge majengo mahali ambapo watu watafanya ibada zao kwa Mungu katika utulivu mkubwa. Na hivyo mimi kama mchungaji wa mtaa nimebarikiwa na huduma hii ya siku ya leo. Imekuwa ya baraka sana kwangu, lakini imekuwa ya baraka sana kwa washirika katika mtaa wetu. Tumebarikiwa kuweka mawe ya msingi kwa makanisa yetu mawili. Kanisa la Waadventista wa Sabato Kwakoa, lakini pia kanisa la Waadventista wa Sabato Kisangara. Lakini pia na semina mbalimbali, semina za kiutume, semina za kuamka kila mshiriki kuona umuhimu wa kufanya kazi na kuleta roho moja kwa Yesu. Mchungaji wa kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Lembeni, Mchungaji Yeuze Simon amesema. Kwa upande wake mzee wa kanisa la Waadventista Sabato Kisangara, mzee Msafiri Alson, pamoja na washiriki wa kanisa hilo wameeleza jinsi walivyonufaika na ibada ya kuwekwa jiwe la msingi wa kanisa hilo. Maana mtoto anapozaliwa anaanza hatua za maisha. Kwa hiyo anapofikia hatua fulani mzazi anafurahi. Sasa leo tumefikia hatua ya kuwekwa jiwe la msingi. Ni hatua nzuri katika mwendo wetu kama kanisa linalojitegemea. Na tunaamini kwamba kupitia huduma hii ya leo tutaendelea sasa kuwahimiza washiriki tuweze kuvuta kwa pamoja na hatimaye tuweze kufikia malengo makubwa ya kumalizia jengo la kanisa, lakini pia hata ikiwezekana kufungua makanisa mengine. Tayari kwa sasa tunayo makundi mawili. Tuna kundi moja liko maeneo ya milimani huku, naitwa maeneo ya Kisangara Juu, na tuna kundi lingine liko maeneo ya jirani hapa linaitwa kundi la Mazigani. Lengo letu ni kwamba hayo nayo yafike mahali yawe makanisa yanayojitegemea. Lakini tutafika hapo tu ikiwa tutashirikiana kwa pamoja, lakini zaidi mshiriki wa kanisa la Lembeni, mtaa wa Lembeni. Tuko hapa Kisangara siku hii ya leo kwa ajili ya kusherehekea siku nzuri ya kuwekewa jiwe la msingi katika kanisa letu la Kisangara. Kanisa hili limekuwa ni kanisa moja ambalo lilijengwa na washiriki wengi mbalimbali katika kipindi hicho. Kilikuwa kipindi cha mtaa wetu wa Rungani, lakini leo tumewekewa jiwe la msingi Kisangara. Tunafurahi sana na tunamshukuru Mungu kwa sababu jiwe hili la msingi, Yesu alikuwa ni jiwe kuu la pembeni na bado anaendelea. Yesu leo ni jiwe kuu la pembeni ambalo lile waashi walilikataa, lakini leo ni jiwe letu ambalo linatuongoza katika maisha yetu ya Kikristo. Wanafunzi wa shule ya sekondari Suji waliona sifa ya kuchangia damu wameshiriki zoezi hilo, huku wakitoa wito kwa jamii kuwa na desturi ya kuchangia damu ili kuokoa maisha ya watu walio na uhitaji.
Akizungumza na kituo hiki baada ya kushiriki zoezi la kuchangia damu shuleni hapo, kiongozi wa wanafunzi wa shule hiyo Fares Malima umetoa wito kwa vijana wengine kuokoa maisha ya watu kwa kuchangia damu. Kwa siku ya leo nimejitolea kuchangia damu kwa watu wenye uhitaji. Kwa mfano, kuna wamama wajawazito, kuna watoto wadogo, kuna ndugu zetu wanaopata ajali. Kwa vijana wenzangu ambao mna uwezo wa kuchangia damu, jitoleeni muokoe maisha ya watu, kwa sababu uchangiaji wa damu unasababisha watu wengi kuishi maisha marefu ambao wana uhitaji zaidi. Katika uchangiaji wa damu, mimi na wewe tunavyokuwa tunachangia damu, tunasaidia watu wengi wapate uhai zaidi. Sio kwamba hii damu inavyotolewa inaenda kuuzwa, bali inaenda kusaidia watu wenye uhitaji zaidi. Kwa upande wao, wanafunzi walioshiriki kuchangia damu wakiwemo Angel Mwakajumba na Michael Mbwambo wameeleza umuhimu wa kuchangia damu, ikiwa ni pamoja na kuokoa maisha ya mama mjamzito pale anapohitaji damu na wale waliopata ajali na kupoteza damu nyingi. Siku ya leo nimeamua kuchangia damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya wanamama hospitalini na wagonjwa wengine ambao wana shida ya damu, na inaweza katokea siku moja bana mimi ndugu yangu akaumwa, kwa naona ni vizuri kuokoa maisha ya watu wengine. Kitu cha kufanya ili kusababisha kusiwe na upungufu wa damu katika hospitali ni kuhamasisha kwa mashule na watu ambao wako nyumbani kuchangia damu ili kusiwe na shortage ya damu katika hospitali za Tanzania. Nimechangia damu kwa sababu nimeweza kuchangia, na pia nimehurumia watu ambao wana shida mbalimbali kama magonjwa mbalimbali kama vile sickle cell na mengine, na pia ambao wanakuwa wamepata ajali mbalimbali huwa wanapungukia sana na damu. Kwa hiyo nimeamua kuchangia damu kwa ajili ya kuokoa maisha yao. Na pia na washauri wengine ambao wanasikiliza na kuniangalia, muwe kuchangia damu, maana hili ni tendo kama sadaka katika Mwenyezi Mungu. Kwa upande wake, mratibu wa uhamasishaji wa zoezi la kuchangia damu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kilimanjaro Mawenzi, Rafaeli Mrema, amesema mahitaji ya damu kwenye hospitali ni makubwa na jamii haina mwitikio wa kuchangia damu. Kwenye taifa letu kwa sasa kuna changamoto kubwa ya uhitaji wa damu kutokana na kuongezeka kwa changamoto za kiafya. Kwa hivi sasa changamoto imekuwa kubwa kwa sababu mahitaji ni mengi, lakini pia jamii imerudi sana nyuma kwenye zoezi la uchangiaji damu, aidha kwa sababu ya changamoto za kiafya au za kiuchumi, lishe na kadhalika. Kwa hiyo tukaona tuongeze nguvu katika kuzunguka kwenye taasisi ambazo zinakuwa na vijana kama shule za sekondari, makanisa na kadhalika, ili kujaribu kupunguza kama sio kuondoa kabisa tatizo hili. Aidha, amesema hakuna madhara yoyote kwa yule atakayechangia damu kama ambavyo baadhi ya watu wanaamini, huku akitoa wito kwa jamii kuchangia damu kwani damu haiuzwi kama baadhi ya watu wanavyodai. Kumekuwa na mawazo hasi kwamba kutoa damu, labda mtu akitolewa damu leo damu yake itaongezeka sana na hivyo kupata maumivu sio ya kichwa au kulazimika kutoa damu mara kwa mara. Imani hii pia si sahihi sana. Unaweza ukatoa damu mara moja ukaacha. Kuna hisia kwenye jamii kwamba damu hizi huwa zikichukuliwa zinaenda kuuzwa, lakini kuna changamoto za magonjwa katika miili ya watu mbalimbali. Lakini ukweli ni kwamba damu haiuzwi. Taratibu za nchi na sheria zetu za afya hatuuzi damu, ila kunakuwa na gharama za kuchangia vipimo wakati mgonjwa anapotakiwa kuongezewa damu. Lazima kuna na vipimo kama vya kufananisha damu ya mgonjwa na damu anapaswa kuongezewa, lakini pia kupima wingi wa damu ya mgonjwa. Kwa hiyo kunakuwa na gharama fulani za kuchangia ile zoezi zima la kuongezewa damu na si kununua damu. Zoezi la wanafunzi kuchangia damu katika shule ya sekondari Suji ni mwendelezo wa maadhimisho ya miaka 40 ya shule hiyo tangu ilipoanza kutoa mafunzo ya elimu ya sekondari mnamo mwaka 1985.
Na sasa tuangazie taarifa katika jengo la ofisi za Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania. Wawakilishi wa kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Korogwe, akiwemo mchungaji wa kanisa hilo, mchungaji Julius Mbwambo, na wazee wa kanisa wa mtaa huo wametembelea mradi wa ofisi za Conference ya NTC kwa lengo la kushuhudia chumba cha ofisi ambacho mtaa wa Korogwe wamepatiwa ili sadaka yao ikamilishe ujenzi wa ofisi hiyo. Aidha, kwa upande wao mtaa wa Korogwe wamepangiwa kukamilisha chumba cha ukumbi wa mikutano. Tumebarikiwa kutembelea eneo letu ambalo tumepewa la kufanyia finishing, na sisi kama mtaa wa Korogwe tumebarikiwa kuona eneo hilo na tumepokea na tumefurahi, na tumeona Mungu ametupatia kibali cha kufanya na kukamilisha ujenzi ambao unaendelea mahali hapa. Wito wangu, kila mmoja ashiriki kutoa kwa kadri Mungu alivyombariki, ili basi kazi ya Mungu na ujenzi huu uweze kukamilika. Wito mwingine kwa wale ambao washiriki wengine na wachungaji wengine kwa conference yetu nzima na mitaa yote, kwamba pahali ukipata nafasi tembelea mahali ambapo ulipewa eneo lako la kufanyia kazi, njoo ulione, na ninaamini ya kwamba mtabaki kama mlivyo, lakini baraka za Bwana zitakuwa pamoja nanyi. Karibuni sana kwa ajili ya uchangizo la tarehe 5 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, na Mungu awabariki sana. Kwani kazi iliyopo sio kazi ndogo, lakini kumbukeni hii ni kazi ya Mungu. Tunapotoa Mungu atatuzidishia. Na nishukuru kwa sababu mchungaji ametupatia nafasi hii ya leo kuja kuangalia kitu physical, sio kuambiwa kwa kuletewa huko makanisani, lakini tumekuja kujionea wenyewe namna kazi inavyoendelea. Tunaendelea kumshukuru Mungu na kutiana moyo kwa kazi yake, hasa katika ujenzi wa ofisi zetu za Conference. Tunaelekea vizuri na tumefikia hatua sasa ya kuendelea na finishing, na tunazidi kutiana moyo makanisa mahalia, lakini pia na wadau mbalimbali ambao wataona vyema kushiriki baraka hizi, kuchangia kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa ofisi hizi. Katika hatua hii ya finishing, Mungu na azidi kutubariki katika shughuli zetu na kazi zetu, tumtolee kwa ajili ya kazi yake ili tupate ni baraka, lakini pia tuendelee kwa ajili ya uzima milele. Na sasa tuhitimishe makala hii ya yaliyojiri NTC juma hili na taarifa kutoka wilayani Mwanga. Katika hitimisho la juma la maombi la vijana lililofanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kisangara mtaa wa Lembeni, mchungaji wa mtaa huo, mchungaji Yeuze Simon, amesema vijana wa kanisa la Waadventista wa Sabato wanatakiwa kutambua umuhimu wa idara za vijana kanisani ili kufanya kazi ya Mungu. Jopo kubwa tulilo nalo leo ndani ya kanisa ni vijana, na hivyo vijana wamekuwa wakielekezwa mambo muhimu ya kufanya kwa makanisa yao. Ni kweli ya kwamba si wote wanaoshiriki kwa sababu ya wengine kuwa katika vitengo mbalimbali vya kielimu, na hivyo wale wachache waliopo basi na wao wanawajibika kufanya, lakini pia wako wengine ambao bado hawajaona ule umuhimu halisi wa kuwa ndani ya idara ya vijana kulingana na umri wao. Lakini basi kwa namna jinsi ambavyo tunaendelea kuwatia moyo, tunaendelea kuwahamasisha, tunaamini kabisa ya kwamba na wao watatambua umuhimu huu wa kuwepo ndani ya idara ya vijana, na hatimaye watakuwa kiunganishi pamoja na wenzao, na hatimaye kufanya kazi ya Mungu iwe kazi iliyo bora, kazi inayoleta utukufu mbele za Mungu. Kwa upande wake, Emmanuel Wallace pamoja na Sifa Mbonea wameeleza wajibu wa kijana katika kanisa na jinsi wanavyonufaika na idara hiyo. Lakini katika masomo haya yapo mambo mbalimbali ambayo tumekuwa tukiyapitia. Tumeweza kuona jinsi gani tunaweza kuwajibika sisi kama Waadventista au katika idara ya vijana kama Waadventista kwa ajili ya kuweza kuwafikia wale ambao wako nje ya imani yetu. Lakini sisi tunapoweza kwenda kuwaelekeza yale ambayo Mungu ameweza kututengeneza kwayo, tunaweza kuwafikia na kuweza kuwaongoa. Kwa hivyo basi sisi wajibu wetu ni kutumika. Tuende kwa pamoja kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu ili kusudi jina la Bwana liweze kutukuzwa. Tunajihusisha na ile masomo ya vijana kwa sababu katika karne ya sasa watu wengi unakuta anakuja kanisani asubuhi, lakini ikifika mchana huoni kijana hata mmoja. Watu wanakimbia masomo ya vijana.
Hivyo ni washauri vijana wenzangu tuwe tunajihusisha na idara ya vijana, kwa sababu ndio nguzo yenyewe ambayo inatuongoza ili baadaye tuje kuwa viongozi mbalimbali kama master guide, hata wazee wa kanisa pia. Mimi kama mimi nilikuwa nikishatoka asubuhi kanisani sirudi mchana kwenye vile vipindi vya vijana, lakini kwa sasa kwa kupitia hili juma la vijana nimebarikiwa sana, na kuanzia sasa nimeanza kuhudhuria masomo yote ya vijana na Bwana amenibariki. Taarifa hii inatufikisha tamati mwa makala hii ya yaliyojiri na TC juma hili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya kiwemo na Naeli Kajiru, mimi ni Joseph Emmanuel. Unaweza kutembelea mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram na YouTube channel kwa jina la North East Tanzania Conference ili kupata taarifa zaidi. Vile vile unaweza kulike, kushare, kusubscribe pamoja na kucomment juu ya taarifa mbalimbali katika mitandao yetu ya kijamii. Nikutakia baraka za Bwana na kwaheri. Tukutane juma lijalo katika kipindi cha makala yaliyojiri na TC juma hili.